Asante. Kwa majina yangu naitwa Christina Matutu. Niko hapa Kituo cha Maendeleo ya Kilimo Mogabiri kama afisa kilimo. Kwa siku ya leo hapa kwa kuungana na wenzetu wadau mbalimbali kutoka mashirika mbalimbali kwa huu mradi wa agrokilimo, leo hii tumetembelea kwenye mashamba yetu ambapo tunakwenda kuelezea hii aina ya ndizi ambayo ni ndizi mojawapo ambayo inalimwa sana hapa Tarime, lakini pia ni zao la biashara ambayo tunaweza kusema kwamba ni aina ya ndizi ambayo inapendwa sana. Lakini kwa kuiangalia sifa ya hii ndizi kwa jina lake tunaita shakala. Shakala hii kwa kawaida, sifa kuu ya shakala ni ndizi ambayo inazaa sana kwenye upande wa tunda, lakini pia ina ukubwa mkubwa kuliko ndizi nyingine zozote zile. Lakini pia kwa upande mwingine wa shakala hii, sifa yake kuu ambayo tunaweza kuiona ni aina ya ndizi ambayo ni ya kupika. Alafu pia ni ndizi fulani ambayo ni laini sana kwa mtu anayeitumia kama kupika, tofauti na kuchemsha na kukaanga. Kwa hiyo unapokuwa unaipika mara nyingi huwa ni laini zaidi. Lakini pia aina hii ya chakala, ili uweze kuizalisha vizuri ama iweze kuwa vizuri, unahitaji kuweka aina za kuweka mbolea tofauti tofauti. Kwa mfano kuna hii mbolea ya samadi, ili utengeneze lile tunda lake liwe kubwa. Tunashauri mara nyingi uweke mbolea ya samadi ambayo inakuwa imekwisha kauka, lakini kuwa imekwisha kujichakata vizuri. Ukiweka ndipo utaweza kupata tunda ama unaweza kupata zao ambalo ni kubwa zaidi. Lakini pia sifa kuu hii ya chakala, ukiachana na migomba mingine, ni mbegu ambayo inakaa kwa muda mrefu ili iweze kukaa. Lakini pia ili iweze kukaa kwa muda mrefu unahitaji kuifanyia maandalizi, au unahitaji kuitengeneza ama unahitaji kuitunza zaidi ili kupe mazao ambayo ni mazuri zaidi. Asante. Alafu tuseme kwenye uzao, inazaa ndizi yenye uzito gani? Kwenye ndizi ya uzito hapo mkungu wake inategemeana uzito wake. Kwa mtazamo wa mwanzo hatujaona bado, kwa sababu ni shamba ambalo bado ni jipya ambalo tumeanza kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunategemea kuvuna, alafu tukishavuna baadaye ndo tutaangalia zile chani zitakuwa ngapi. Soko la chakala likoje kwa hapa Tarime au na maeneo mengine? Soko la chakala ni kubwa ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa hapa Tarime chakala, kwa sababu tunaamini kwamba ndizi kubwa zaidi, ndizi ya kupika mara nyingi zinakuwa ziko juu sana. Kwa mfano kwenye upande wa chakala, kama itakuwa ni kubwa sana, mkulima ana uwezo wa kuiuza kuanzia 35, 40, 60. Yaani imeshuka sana ambayo ni ndogo sana inakuwa kwenye 20. Kwa kuangalia hiyo maximum ya bei, tunaweza kusema kwamba ni zao ambalo ukilijali vizuri, ukalitengenezea mazingira yake vizuri, ni zao ambalo lina pesa pia nyingi, ambalo tunaangalia kwa upande wa tunda sasa, lakini kwa upande wa soko liko vizuri. Labda hii ndizi mnaipata labda kupeleka maeneo mengine au inastawi Tarime tu? Hii ndizi kwa maeneo mengine inastawi, isipokuwa inategemeana. Mara nyingi inakuwa inastawi sehemu yenye unyevunyevu na baridi kidogo. Ukipeleka sehemu ambayo ni ya joto, ambayo ina ukame zaidi, haiwezi kustawi, haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo tunamshauri mkulima kama anataka kuilima aina hii ya ndizi, kwanza anapaswa awe na udongo ambao ni tifutifu, mfinyanzi. Inafanya vizuri zaidi, tofauti na kanda ambayo unakuta kuna kichanga ama kuna ukame zaidi. Ndio.